Taarifa zilikufikia na tukio halisi zima kwa ujumla jinsi ambavyo lipo. Kwa majina naitwa Sulemani Mohamed, ndio mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Sindano, kata Makumbusho. Ni kweli nilipokea taarifa jana saa 3 usiku. Taarifa hizo nilipigiwa na mjomba wa marehemu na nikafika kwenye tukio mimi nikiwa na makamanda wangu. Nikajiridhisha kama kiongozi wa serikali, nikaona kuna haja ya kutoa taarifa kwenye jeshi la polisi. Ndipo nilifanya hivyo, nikatoa taarifa na muda sio mrefu jeshi la polisi wakafika. Tukajiridhisha wote na tukajua kweli kuna nasaba za mauaji. Kabla ya tukio hili, pengine eneo hili limekuwa na historia ya matukio ya aina hii kuweza kutokea? Hapana. Kabla kupokea taarifa zozote kwa tukio kama hili? Hapana. Sasa baada ya tukio hili kutokea, wewe kama kiongozi wa serikali wa eneo hili umejipanga vipi sasa, na pengine ipi neno lako kwa wananchi ambao? Na kujipanga kumeanza toka jana, ndio maana mtumiwa yuko mikononi kwa jeshi la polisi. Hiyo ndio kazi zetu kama serikali, sababu serikali huwa tunategemea wananchi. Kama serikali hatuwezi kufanya kazi pekee yetu bila wananchi. Tunaamini kabisa hii nyumba ilikuwa na wapangaji zaidi ya 5 na tukio lilotokea ni kubwa na mambo yote yalifanyika hapa alfajiri kwa asubuhi. Kwa hiyo mimi kama kiongozi wa serikali siamini kama hakuna mtu aling'amua hiki kitu. Sawa, lakini watu waliokuwa wengi wanaogopa kukaa mbele kutoa taarifa. Taarifa bora atoe kiongozi wa serikali. Kwa hiyo hii ni tatizo nalo. Tatizo. Mwenyekiti, pengine umekuwa mwenyekiti wa mtaa, kuna namna yote uliwahi kupokea kesi ya mtuhumiwa huyu kama ni tukio lake la kwanza? Hapana, nishawahi kupokea kesi na nilimkamata mwenyewe nikampeleka Mwijuma na akapeleka Oysterbay, akakaa kama wiki 2, lakini familia kama unavyojua uchungu wa mwana unajua mzazi, wakaenda polisi kwa ajili ya kumtolea dhamana, lakini alikuwa amewatishia vitisho vikubwa. Alikuwa amemuonesha kisu babake mzazi, babake akakimbia akaja kwangu na mimi nikaja hapa na migambo wangu nikamkamata na kweli tulimkuta na hivyo visu. Lakini baada ya kumpeleka polisi, msimamizi wa kesi ni mshtaki. Kama mshtaki hataki kesi, nini serikali inafanya? Tunaacha. Kwa hiyo ndio maana wakampatia dhamana akarudi mtaani tena. Nini ambacho ungelielezwa hasa kupelekea ugomvi wao kuonyeshana visu na hadi kupelekwa kwa polisi? Huyu mtoto toka South Africa alikuwa amerudi akiwa amebadilika. Sababu mtu tuliokuwa naye toka yuko mdogo tunamjua alikuwa na akili gani, lakini baada ya kwenda huko alivyorudi akawa amebadilika zaidi. Sasa kama unavyojua serikali huwezi kumkamata mtu bila kuwa na evidence. Evidence ndio hizi. Wapo ambao wanasema ni ugomvi wa kifamilia, kwa maana wapo ambao wanadai alikuwa anadai anatuma pesa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba na vitu vingine. Nyumba gani? Nyumba gani alikuwa anajenga? Yeye ametokea kwenye nyumba hii na babu yake ndo alikuwa anamlisha. Kwa hiyo yeye nyumba gani alikuwa anatuma pesa? Kwa kazi gani alikuwa anafanya huko South Africa? Hayo ni maneno tu ya kubuni, ni maneno tu ambayo yapo na kila mtu anapenda kuongea neno ili aonekane anachokiongea watu wamsikilize. Lakini sisi kama wakazi wa hapa tunajua maisha yake Osam ilikuwaje, hata huko alikokuwa tunajua alikuwa anaishi vipi. Wala hakuna kutuma hela itume kwa hela gani. Umri wake unakadiriwa kuwa na miaka kama 28 kitu kama hivyo. Na tukio hilo linakadiriwa kutendwa ama kutekelezwa kwa silaha gani ambayo alitumia? Alitumia shoka. Alitumia shoka na uzuri mwenyewe katuambia aliwakuta wamelala. Kwa sababu walikuwa wanalala chumba kimoja. Na yeye alikuwa amelala na babake mdogo, lakini babake alikuwa amelala chini. Kwa hiyo yeye alipopatwa na hiyo shida yake basi akachukua shoka akamwanza babake mzazi maana yake. Shida gani hiyo? No. Shida gani ambayo ilipata? Shida si hili tukio. Hili tukio ni uendazimu kwa sababu binadamu uliokamilika huwezi kufanya vitu hatari kama hivi. Kwa hiyo baada ya kumwanza baba mtu mzazi kisha babake mdogo alivyoinuka kwenye kitanda akakutana na yeye na shoka lingine. Labda anaelezea sababu za kufanya hivyo. Hapana. Yaelezea chochote. Hayo mambo mengine ya jeshi la polisi. Wakazi wa eneo hili sasa inawezekana kwa sasa wapo kwenye hofu kubwa baada ya tukio la namna hii. Unawaambia nini wakazi wa eneo hili pengine kuwatoa hofu na mashaka kuhusiana na usalama wao, kwa sababu tukio kama hili limetokea katika eneo lako ambalo pia wao wanaishi? Usalama upo na mtaa wetu uko salama. Hayo mengine ya ndani ya familia tunayaacha jeshi la polisi wayafanyie kazi, kwa sababu ukisema taharuki hii wafanya wananchi wote wawe na taharuki si kweli. Sababu yanayofanywa na binadamu yanajulikana. Pengine mlijaribu kuzungumza sasa na wapangaji ambao wao ni mmoja kati ya watu ambao pengine wangeweza kuwa mashuhuda wa tukio hili? Toka jana tunacheza nao, lakini kama unavyojua kama jeshi la polisi hawezi kumlazimisha wewe, lazima uwe shahidi. Tunataka mtu awe na moyo wa kusema kile anachokijua, kwa sababu asije kusema anataka kufanya aliongea neno ambalo yeye halijui.
Kwa hiyo hilo ni swala la jeshi la polisi na wamefika na wameshafanya kazi yao. Na asante sana. Sijui hata nianzie wapi, maana ni kitu cha ajabu ambacho kimetokea kwenye mtaa wetu, siwahi kukiona. Yaani ndio mara ya kwanza. Mtaa wenu amefanya tukio la kikatili kama hili. Ndio. Maoni yako ni yapi? Yaani maoni yangu mimi nawaambia vijana kama watoto wetu wanaokuwa waache tamaa, kwa sababu hii ni tamaa ya mali. Yaani waache tamaa kwa kweli. Kwanza taarifa hii ama tukio hili umelipokeaje? Mimi nimelipokea asubuhi kwa masikitiko makubwa sana. Sikujua ni watu wawili. Lakini baada ya muda ndo nimejua ni watu wawili. Nauma sana. Baba mzazi na baba mdogo. Kwa namna ambavyo ulivyosikia labda tetesi labda ni nini hasa? Mimi utetesi nilivyosikia nasikia ni mambo ya mali. Urisi. Ndio nilivyosikia. Urisi wa familia. Inamdai baba yake urisi. Wakati ule urisi haumuhusu yeye, ni urisi wa baba yake, wa babu yake. Yaani nilivyosikia ndio hivyo. Kwa namna ambavyo mlivyokuwa mnakaa na kijana hapa mtaani, ni kijana wa namna gani hasa? Huyo kijana kwanza alikuwa hakai hapa, alikuwa anakaa South. Kwa hiyo amekuja tu muda si mrefu. Lakini hawa waliouawa ni watu ambao tunawafahamu. Unawazungumzia vipi sasa wale yaani na uko karibu? Ni vijana walikuwa ni wazuri sana, walikuwa wana shida na mtu. Yaani walikuwa ni wataratibu. Yaani mimi nashindwa kuelewa hata imekuwaje kwa kweli. Kama kafanya peke yake au amesaidiana na watu kwa kweli. Mimi siwezi kujua kama kaua peke yake au amesaidiana. Lakini watu wawili wazao zinaweza. Ndio. Labda huyu ni mtoto wa ngapi ama baba yake alikuwa na watoto wengine? Sijui kwa kweli kama ni mtoto wa ngapi kwenye familia yao. Kwa hiyo siwajui kiundani sana. Labda tangu arejee kutoka South Africa, matukio yake yalikuwa ya namna gani hasa? Sijajua kumfuatilia. Sijui kama matukio yake yalikuwa vipi huko nyuma, sijui. Shukrani sana. Haya, asante. Bado sijamfahamu vizuri. Ameua babake mzazi na babake mdogo. Namna ambavyo labda kwa tetesi ambazo ulizozipata kutoka kwa majirani wa karibu, chanzo ni nini hasa? Chanzo inavyosemekana kwa taarifa ambazo tulizokuwa nazo, kijana yule nasikia kwanza hakuwa anaishi hapa, alikuwa South Africa. Baada ya kurudi South Africa ndo kurejea hapa kuendelea na maisha yake ya kawaida. Kwa hiyo alipotoka huko, kwa habari ama taarifa tulikuwa tunazipata kwamba yule kijana alikuwa anataka ulisi wa nyumba. Kwa hiyo kutokana na ule ulisi wa nyumba akawa babake na babake mdogo wakawa wanamwambia, wewe unataka ulisi wa nyumba, utalisiji nyumba ulisi wa nyumba wakati sisi tupo, wewe ulisi au kuhusu. Kwa hiyo endelea, tuna shughuli zako. Kwa hiyo vile vitu yule mtoto vikawa vinafanyaje, vinamuumiza. Alafu isitoshe pia hata akili yake, ile brain yake kidogo ilikuwa haiko kawaida, haiko sawa. Kwa hiyo sasa kulingana na mazingira waliokuwa wakiishi kati ya maelewano ya baba na mtoto yalikuwa sio mazuri. Kwa sababu hiyo kosa ya mauaji alishaifanya sana, lakini sema ndio ilikuwa bado haijafika wakati wake. Kwa hiyo sio ni jaribio la mara ya kwanza kwa jaribio la mara ya kwanza. Nasikia mara ya kwanza ishai kumkosa na panga. Lakini hatimaye sasa amekamilisha tukio lake. Ndio. Namna ambavyo mlivyokuwa mnaishi na marehemu baba yake na baba yake mdogo, mlikuwa ni watu wa namna gani haswa? Ni watu ambao hawana shida, hawana tatizo lolote. Ni watu wema tu. Hawana tatizo lolote. Na tunawafahamu vizuri. Ndio. Kwa makadirio kijana ni muda gani aliweza kuondoka hapa Dar es Salaam na kuelekea kule Afrika Kusini? Kule amekaa kama miaka 5 au 6 hivi. Kule amekaa miaka 5 au 6. Na ameweza kurejea. Na ameweza kurejea. Wewe namna ambavyo ulipata tukio hili ama taarifa hii, ulikuwa maeneo gani, na baada kwa jua watu hawa unawafahamu ama familia hii unaifahamu, ulijisikia? Kiukweli nimejisikia vibaya sana. Na ndio maana nilikuja kwa hasira. Nikasema haiwezekani kijana mwenzetu kama huyu akafanya tukio la mauaji kama hili. Je, huyu mzazi aliyemuua si kama mzazi wangu? Tatizo ni nini? Shida ni nini? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vingi nilikuwa najiuliza ndani ya akili yangu. Kwa nini amefanya kitu kama hiki? Tatizo ni nini? Kwa hiyo yani mpaka sasa hivi bado sijapata majibu juu ya hili. Umeona hapa jeshi la polisi likiwa limeondoka naye, namna ambavyo kwa muonekano wake unamzungumziaje? Anaweza kawa anajitia ndani kwa ndani? Yaani muonekano kiukweli kwa jinsi nilivyomwona yule
ndani ya nafsi anajutia, tena anajutia zaidi ya kujutia kwa nini nimefanya hiki kitu, ni anajutia zaidi ya kujutia. Yeah. Kiukweli hata mimi binafsi yangu askari wangemwachia yule pale tungemalizana naye tu, kwa sababu sio binadamu yule, naye itakiwa shughuli yake ishie hapa hapa. Yeah. Kiukweli watu tumeumia, watu wameumia sana. Washukuru polisi tu. Baada ya kurejea hapa nchini, mienendo yake ilikuwaje? Mienendo yake kiukweli ilikuwa ya kihunihuni tu, yani hana mienendo mizuri. Ni mienendo ya kihunihuni tu yani. Yaani katika mazingira ya jamii kiukweli alikuwa na changamoto nyingi sana. Kwa hiyo alikuwa anamchukulia kama alivyo. Lakini hatukujua kumbe moyoni mwake amepanga kitu gani. Hatimaye ndio tukio kama hilo unavyolisikia na ndio tuko nalo wakati huu. Maoni yako kwa vijana wengine ambao wana kitu cha kujifunza kupitia tukio hili? Tukio hili labda ndugu zangu vijana ambao mpo katika ulimwengu wao katika wakati huu, hebu ujaribuni kuwa watu wema. Msiwe na tamaa, msiwe na ile hulka ya kutaka vitu kwa haraka au kutaka mali kwa haraka. Basi fanyeni kazi, tafuteni kazi ili mpate kile ambacho kinachowastahili. Tamaa sio nzuri, tamaa mwisho wake ni mauti. Naomba tuache, tuwe watu wema ili tuweze kuungana na jamii kwa ujumla. Familia hivi sasa inapitia katika kipindi kigumu. Kwako wewe, neno lako la faraja kwenda kwa familia? Familia kiukweli nawapa pole sana katika kipindi hiki kigumu. Kikubwa waendelee kumwomba Mungu ili awatie faraja na matumaini juu ya hili ambalo limetokea. Na pia mwisho kabisa Mungu awarehemu marehemu ambao Mungu amewachukua kwa kupitia kifo ambacho hawajategemea. Ndio. Kwa dodoso ambazo kuwaua kwamba hapana, aliwaua kwa kuwapiga shoka kulingana na maelezo yake mwenyewe. Aliwapiga shoka baadaye ndio akaanza kuwachinja. Kwa dodoso ambazo tumezipata na mahojiano kadri alivyokuwa anahojiana na polisi. Aliwaua kwa shoka baadaye ndio akaanza kuwachinja na kisu. Wakiwa usingizini. Shukrani sana. Nashukuru sana na asanteni sana.